Habari zenu wa Tanzania na watu wengine ulimwenguni kote. Mbele yenu ni Elia na Lona. Tunamshukuru sana Mungu, leo tumepata tena neema na kibali kuwa na Gavo Media. Tutakuwa na session hii ambayo inaanza sasa, na tunaamini kuna vitu vile vitatu unaweza ukavipata vikawa vya faida kwako, ama vya kuburudisha ama vya kufurahisha. Tunaamini kwa namna moja au nyingine unaweza kawa umepata fursa ya kutufahamu tayari kwenye interview mbalimbali, lakini leo pia hautakosa chochote. Kwa hiyo karibu sana tangu tunapoanza sasa hivi mpaka tutakapomaliza. Tunaamini utaenjoy. Karibu sana. Hapa tumepewa maswali ya kuulizana na mpenzi wangu. I hope this is going to be fun. I just hope the questions are good. Nianze kuuliza. Ni jambo gani unalohisi tunahitaji kulifanyia kazi zaidi katika mahusiano yetu? Ni namna ya kuzidi kupendana. Kwa sababu mimi naamini katika kupendana kila kitu kinakuwa kirahisi. Hakuna kitu kigumu nje ya upendo. Hakuna kitu kigumu ambacho kinaweza kuharibu chochote nje ya upendo. Kukiwa kuna upendo kati yetu unaweza kujenga, unaweza kuharibu na unaweza kubomoa ikiwa upendo haupo. Lakini kama upendo upo na tuko vizuri, maana yake maisha yanakuwa rahisi sana. Maana yake ni kwamba tunaweza kuchukuliana, maana yake tunaweza kubebana kwa sababu ya upendo. Lakini upendo ukishapungua katikati yetu na ukiwa haupo kabisa katikati yetu, maana yake tuna kazi kubwa sana ya kuendesha maisha yetu. Kwa kitu ambacho natamani na muomba Mungu azidi kutupa na kuongeza zaidi ni zaidi ya sisi, namna ya sisi kupendana zaidi. Unipende, nikupende zaidi. Nadhani ya mwisho. Wala kuongezea mitu ndo nikupende. Kwa baby. Mimi nakupenda eti. Really? Kind of. Baby, ungeza swala la mtego ujue. Kwa mimi nakupenda kind of. Sikuna muda mwingine unajizuia nisione. Na mimi kweli sioni. Ovyo. Hiyo sema hapo okay. Asante. Unaweza? Ni refu. Simona ninapofungua kwa nguvu. Iko vizuri. Una maoni gani kuhusu mustakabali wa mahusiano yetu? Hilo rahisi. Sasa kuna maoni gani? Mustakabali wa mahusiano yetu na kuoa. Kwa hiyo wewe swala kunioa tu. Ndio nikisha kuoa. Look at what the Bible says. Ndoa yetu haivunjiki. Mpaka kifo kitutenganishe. Umeelewa? Kwa maana yake mustakabali mwingine wa mahusiano yetu baada ya ndoa haupo. Yaani pale ndoa ndo imeisha, yani hapo ndo mimi na wewe, yani mpaka kieleweke. Swala kizushi. Katika vita zangu nishakusikia unasema hivi. Katika vita zangu nishakusikia unasema usitumie vibaya maneno yangu. Lazima. Kwamba wewe bwana ukishafanyaga maamuzi umefanya. Kwa mfano mimi si mwanaume. Kwa mfano umefanya maamuzi ya kutaka kuniacha na umeshanioa. Ndio umeshafanya maamuzi yako. Sasa ambacho hujajua ni nini? Yaani wewe huwezi kunifanya nifanye maamuzi ya kukuacha. Si ndio maana nimeamua kuoa. Ushanikosa kwa sababu you're very right with that. Actually unanijua. Kwa hiyo nimekuchagua wewe kwa sababu nina uhakika na I can handle everything. Yani there's nothing you can do ambacho kitani piss me off. Yani kitani. Kwa hiyo mimi ambacho kinakushangaza yani. Kwa kifupi na kumudu. Nikifanya story ndefu kwa fupi na kumudu. And you know that. Kwa hiyo huwezi kunifanya nikuache. Yani huwezi kunifanya nikuache.
Jamaa na uhakika kweli. Mimi sinajiweza. Umaliza. Sio sawa umenione. Samehangu. Ile zote. Unatamani harusi yetu iwe kubwa kiasi gani? Hapo ni harusi sio ndoa. Kwani ndoa si ndoa tu? Ndoa ni ndoa na harusi ni harusi. Harusi si. Sasa tunaongelea harusi. Harusi usije kusema usikuelewa. Ndoa is what we do at church. Yeah. That covenant. Ndo ndoa. Hasa hilo halinaga ukubwa au udogo, hilo ni kubwa tu. Sababu liko mbinguni. Harusi is the part now. Sherehe baada ya ndoa, sherehe ya kufurahia ndoa yetu. Sasa hiyo sherehe hiyo harusi, ndio natamani iwe kubwa kiasi gani? Jamaa wanajiweza sana. Kwenye hiyo hapo. Unajua mimi siku ya ndoa mimi ni mgeni mwalikwa. Sijui swala lakini. Yaani wewe na familia yako mnatualika mimi na familia yangu kuja kushuhudia nini mmetuandalia. Kwa hiyo ndugu yangu hujasema sasa unatamani wewe, yani wewe kuzuri kutamani. Kwa sababu ni kwamba wewe sio mwaliko. Tu ni kwamba unaandaliwa. Ndio, ni kwamba tu unaandaliwa, lakini tukio ni lako. Ila tu ni kwamba uandai wewe. Sasa tukio ni kama birthday ya mtoto. Mtoto anaandaa birthday mwenyewe. Ndio una sherehe. Mtoto anaandaliwa birthday, lakini yeye ni ya kwake na Mungu. Huwezi kukataa hapo. Hapo huwezi kuisha yani. Okay. Unataka unizunguke. Sawa. Ni chochote ambacho nitakutana nacho kwangu it's fine, kwa sababu hakuna kitu ambacho nimekiimagine huko kichwani kwamba ninatarajia iweje, iwe na nini na nini. Chochote ambacho nakutana nacho nita enjoy. Lakini kwa namna ambavyo nakujua na ambavyo huna dogo, sijui itakuwaje. Sitaki hiko. Siko cha mwisho. Nakufunganyia kufu. Ulivyoniomba niwe mwasibu wako. Ilikuwa ni njia mbadala ya kuniweka karibu yako. Hii ni kweli. Nijibie tu. Nataka nimjue aliandaa maswali. Wewe ni mwizi. Niambie shida hapo. Nisome kwa elfu kubwa tena. Sitaki. Jibu sasa. Au nikupe juisi? Kwanza mimi sikukuomba, nilikwambia. Uliniomba. Nilikwambia nisemaje? Uliniambia, nakumbuka siku hiyo nifuata kaniambia, sikiliza, naomba uwe mwasibu wa Ken. Sasa huko ni kuomba. Huko ni kufanyaje? Huko ni kukwambia. Hapa. Hilo neno yani hapo lilikuwa linaficha. Jibu maswali una namna. Tende kazi. Na pale ambapo siwezi kudanganya. Okay, basically it wasn't intentional. Yani it was something that turned out to work good for me. Sikukusudia, kwa sababu mimi nilikuwa nakwambia mwasibu wangu. Mimi nilikuwa najua nitakuwa natakiwa kuja kusubmit my financial issues kwako, since you were already working somewhere and everything. Kwa sikufikiri kama inaweza ikasababisha yani ndo tukawa vile na nini. Ngoja nikuulize. Wewe unasema iko hivyo. Unajua issue za financial? Hapana, sijui. Ni issue personal za mtu. Yani sio, yani wewe hapo mtu mwingine ajui namna yako ulivyo, ajui hata hapo una shilingi ngapi. Kwa kusubmit issue zako za kifinance kwa mtu ni personal issue za kampuni. Ndio hizo za kampuni yako. Kwani wewe unajua kampuni zote na nilio zake, financial statement zake? Kwa hiyo kama hujui, maana yake ni personal issue. Sio kila kitu ambacho unakiona ndio hivyo kilivyo. Sio personal. Okay, ni personal zinapomhusu mtu. Exactly. And it's private zinapohusu organizations, ndio. Hata mimi nilikuruhusu kwenye organization, sio kwangu. Sasa kwenye organization, nipe tofauti kati ya wewe na Ken. Kama wewe sio Mr. Ken. Nikiongea Ken, yani mtu anaweza katoka hapa kaita Ken, hata wewe unaweza kaenda kwa sababu you're part of it.
Ila mtu akiita Elia uji. Sasa hivi. Kwa hiyo kipindi kile nilikuwa nakuruhusu kuwa part ya Kin, sio part ya Elia. Sawa. Sasa hapa nilichokueleza ambao ni ukweli ni kwamba ikaonekana yani hiyo kukuruhusu kuwa part ya Kin kwa sababu mimi nahusika moja kwa moja na Kin, ikaonekana kuwa ya faida kwangu kwa sababu ndio ikanirahisishia wewe kuwa karibu na mimi, ila sio kwamba niliintend. Ndio hivyo kijana sema tu ukweli utakusaidia. Kweli umweka mtu huru ndio ukweli. Sema ilikuwa njema. I loved it. I loved the way ulivyoa, the way you took it, the way ulivyoanza kuifanyia kazi, the way ulivyokuwa kuja kunisupport and everything. I loved it. Sababu kazi yako ilikuwa mwasibu tu, mambo ya kuja kuangalia kazi zinaendaje sijui nini. You would choose not to. Wait. Nini? Unajua ili kuwa by profession. Hauwezi kuwa unatoa fedha. Hauwezi kuwa unatoa fedha. Hiyo sasa ni taasisi nini? Ni taaluma ya uchumi ya nini ya uhasibu. Hauwezi kuwa unatoa fedha. Ngoja nikuulize, umeniambia umenunua mbao. Mimi nikija kuulizwa mbao zilizonunuliwa. Uko na unataka utasema mpeleka wanakujua. Wamenunua mbao kazi. Wewe inabidi mkague kabisa hizo mbao. Mbao ziko wapi? Yaani labda kama una procurement officer. Ukiwa na procurement officer, mimi napata info, yani napata uhakika kutoka kwake kwamba ndio hiki kitu kimenani. Mbao kuuliza kama ninaye wewe ukaona. Unamtoa wapi? Kwenye kampuni yako at that time ulikuwa wewe, manager wako. Wewe na manager wako. Je, kama manager ndio procurement? Abwe. Manager mwenyewe. Anadavuta. Wewe. Kwa nini ulikuwa unakuja? Ndio ulikuwa unakuja tu kukagua mbao au ulikuwa na wewe una nani? Mimi nimekuja tu kufanya part ya majukumu yangu. Wewe ngoja nikwambie. Wewe mwenyewe nikwambia, wewe kijana ni mkorofi. Ngoja kwanza niseme ukorofi wako. Uenda utabadilika. Wewe kijana nikikwambia uniandikie matumizi, unaweza ukakaa siku 2 au 3 hujaandika matumizi. Naandika, sema ninapoandika huwa nasahau. Naona sasa kwa nini nisije kuyakagua mwenyewe? Kwa hiyo kuja kukagua matumizi. Bora sasa niliuka. Ulikuwa kuja kukagua twist. Kwa swali. Ndio, so sorry. Kwa swali. Ulikuwa unafunga safari hadi Temeke, ukagua tu matumizi. Sasa sumenipa hiyo dhamana kukagua. Kwa hiyo kama unakuja kweli kunikagua tu? Nimeomba saizi, naomba NBA wanisaidie. Wewe unawalipa wao alafu waje kuni. Baby, swali. Ikitokea umegundua nimekucheat, utachukua maamuzi gani? Kwa sababu kwa umekuwekea na wewe swali. Kwa hiyo hapo utakuwa the cheater. Yaani hapo mimi ni cheater. Ni mbaya hii. Tunaongelea kwa mfano, sawa? Tunaongelea kwa mfano. Kwa mfano mimi hapa ndo tumia neno gani? Wewe ni cheater. Yaani hapo wewe umeshakuwa. Yaani kwa mfano mimi ni umeshakuwa mdanganyifu. Kwa mwingine. What will you do, babe? Well, nadhani na hakika Mungu atanisaidia kwenye hiyo situation basi ukishaongelea Mungu nimepona. Kwa hapo una uhakika kupa msamani lazima ukishaongelea Mungu nimepona. Actually nitamwomba Mungu anisaidie how to handle the situation and kuwa strong enough kufanya judgment na maamuzi yaliyo sahihi kwenye hiyo situation. Kwa hiyo kwa kweli kwa saizi unakimbia, yani kwa kifupi hapo saizi unanizunguka kwamba hauniambii utakachokifanya sababu hujui bwana. Maamuzi hapo yatatokea. Basi wewe ukipata hasira ukanipiga na chupa na mwiko sijui na nini, wewe mwenyewe unajua hata watu wanapigaga na nini. Mimi sielewi. Tunakudekeza sana. Unadeka sana. Sijai kuchiti. Ndio unadeka sana. Labda itabidi siku ni chiti. Alafu nione utafanya nini. Hasa wewe ukisema hujui utafanya nini baby?
unajua kitu ambacho wewe hujakiandalia maamuzi, inakuwa rahisi kufanya kitu chochote. Yani itakapotokea wewe utafanya chochote, maana yake ndo nijiandae hivyo. Mimi bwana atanisaidia. Bwana atanisaidia. Yani sidhani kama Bwana ataniruhusu mimi ninywe sumu. Atakuruhusu fanya nini? Atakachoniruhusu nifanye. Wewe utakuwa na utulivu kumomba Mungu wewe sana. Baby, umenikamata pale tuseme kama vile tunavyoona kwenye viclip vile. Ila mimi na nitakuwa nimekutwani. Tuashume tuongelee mfano. Umenikamata kama vile nani? Kama tule tutoto tulichokuwa tunasema kwamba kama tule tutoto tunakwambia wewe uliondoka, mimi nikaja na mwanamke sijui tukafanya nini. Wewe ukipata hasira utamwomba Mungu kwanza wewe? Ndio. Kwani ngoja kwanza niambie. Kwani hasira zangu zikoje? Baby naku. Ngoja kwanza. Sasa usiniulize, inawezekana sije kukuboa vizuri. Mimi kila siku najilinda nisiku. Ngoja kwanza. Dadi Miemba kila siku anakuambia usikubali kuona na mtu hujamjua. Sasa mimi wewe ulinizunguka. Pastor Miemba kila siku anakuambia hakikisha mtu unamjua ndo unaingia naye kwenye ndoa. Wewe unataka kuingia na mtu kwenye ndoa hujajua akikasirika anakuaje? Wewe ulinizunguka. Sasa sinisha ndo hivyo nisha. Ushayakanyaga. Tulia hapo nikupe maswali, nikuulize swali. Lakini mimi hapo bana. Tulia hapo. Mimi hapo sijalizisha. Kama utafanya chochote. Nimesema Bwana atanisaidia. Hiyo chochote umeniongezea maneno. Tulia hapo. Tulia hivyo hivyo. Kabisa kama utakuwa na utulivu wa kumomba Mungu. Tulia hapo. Au nikikuchiti nianze mwenyewe kukuombea. Unadhani kwa nini baadhi ya wanajamii wanahisi upo na mimi atanichokani kwenye mabano umefuata pesa zangu zaidi ya angalia usipende Jumiko. Na hizo pesa nilizofuata na unipa. Useme hapa mbele ya watu. Ndio kama umekuja kufuata pesa zangu na uniambia. Ndio hilo swali. Kwanza naomba uanze kunipa pesa. Yaani naomba uanze kunipa pesa nyingi na tuwe tunawaambia watu kwamba unanipa pesa. Ili tuwapunguzie watu dhambi. Unipe pesa baby, nitakudai. Saizi nitakuwa nikiona hizo, sababu nimeziona hizo comment mara kadhaa na mimi. Nikiziona nitakuwa nawaambia kabisa pale, anipe shingapi? Wanataja na kiwango. Wao wanataja na kiwango. Nadhani kwa nini watu wanasema hivyo? Hapo baby, ngoja nikujibu kwa namna mbili sasa. Namna ya kwanza kabisa ni kujibu kwenye mtazamo wa kiroho. Wewe unajua sisi ni watu wa kiroho. Na unajua mimi mengi ninavyoyatazama. Mambo mengi ninavyoyatazama natazama kwa jicho la roho kwanza kabla ya jicho la mwili. Asante mami. Unaona afu watu wananiambia nimefuata pesa. Kumbe hata nikipaliwa unaniambia pole. I love you girl. Yone. Unaona? Sasa the Bible tells us kwamba Mungu ni pendo kwenye Injili ya Yohana. Unakumbuka? Mungu ni pendo. Maana yake popote ambapo pana upendo, kuna Mungu mwenyewe hapo katikati. Sasa kwenye jamii yetu asilimia zaidi ya 98 huko ya jamii yetu, Shetani anapambana Mungu asiwepo kati ya watu. Umenielewa? Kwa hiyo watu hawaoni, kwa sababu Mungu hayupo, watu hawamuoni Mungu, na kwa sababu hawamuoni Mungu hawaoni upendo. Umeelewa? Kwa kama hawaoni upendo, popote patakapoonekana pana kitu kisicho cha kawaida ambacho ndio upendo wenyewe, wao wanakuwa wanashindwa kuona kama ule ni upendo, wanaanza kulazimisha theories ambazo ni za adui. Umenielewa? Na kwa ukiniuliza mimi nitakwambia hiyo moja kwa moja ni mbinu ya adui kuwafanya watu wasimuone Mungu katikati ya maisha ya watu. Kwa sababu Mungu ndio upendo. Watu hata wangekuwa marafiki, wakiwa wanapendana, ni ngumu sana watu ku-appreciate ule upendo. Yaani mpaka waje waone ndio wataanza kusema watu. Lakini ni kwa taabu. Why? Kwa sababu the devil tries watu wasimuone Mungu, watu wasione upendo.
Na ndio maana kesi nyingi za mahusiano, watu wengi wanaopendana kwa dhati, opinions za jamii huaga zinakuwa negative kwao, kwa sababu pale katikati kuna upendo wa kweli, na upendo wa kweli ni Mungu mwenyewe. Umeelewa? So that's the first reason tunapigwa mawe, kwa sababu we love each other genuinely. I love you genuinely, and I know you love me genuinely. And I'm so grateful for that. Wewe. Sina uhakika. Umejipata kijana. Sina uhakika. Umeelewa? Lakini issue ya pili niongelee kwenye mtazamo wa kawaida tu. Kwenye mtazamo wa kawaida tu, yani kwenye maisha ya kawaida, watu wengi huwa sio wepesi ku appreciate kitu. Kwa kuna mwingine anajua kabisa huu ni upendo, ila utakuta yeye bado Mungu hajampa neema. Kwa kuna namna anaona wivu. Hali ya kibinadamu. Unaona? Wala siwezi kulaumu, ni hali ya kibinadamu. Huenda hata mimi ningekuwa kwenye nafasi yake, lakini mimi siwezi. Huenda ningekuwa mwingine kwenye nafasi ya mtu, angenanio na angekuwa na hali hiyo. Huenda nasema huenda. Umenielewa? Kwa anajaribu tu kuangalia mwingine ana mitazamo yake tu kwamba kwa jinsi mimi ninavyotazama Alona hawezi kumpenda Elia hivi. Elia Alona hawezi kumpenda Elia. Lazima kuna sababu nyingine. Elia hawezi kumpenda Alona hivi. Lazima kuna sababu nyingine. Mimi nishasikiaga hata kabla mimi kuwa naongelewa. Nishasikia watu wengine wanaongelewa. Let's say kwa mfano hao wanamuziki hao. Na kwa mfano nani kipindi kile nilimsikia nani. Anaitwa Diamond Nazari nadhani. Kama taarifa nilizozisikiaga ziko sawa sawa, nadhani wale ni wana mtoto, sio nani walishakuwa wanaishi pamoja. Lakini watu wakawa wanasema kwamba pale lazima sijui kuna mwingine amefuata hela, sijui mwingine amefuata kufahamika, sijui mwingine amefuata ustaa, sijui nini. Kwa people will always challenge kwa sababu ya wanachokiona. Mimi sijui kama wale kweli walifuata hela, sijui walifuata nini, mimi sielewi kwa sababu siwafuatilii. Lakini unaona kwamba watu lazima wanaongea. Kwa nishasikia hivyo, tunaishi kwenye jamii, watu wanaongea vitu vingi kuhusu watu wengine. Yaani watu wakiwaona tu hivyo watu wanaanza kutengeneza theory zao wenyewe kulingana na jinsi wao walivyo na mitazamo yao. Kwa ndo maana nilipokuja kwetu sisi tunaongelewa, mimi sikuwa nashangaa kwa sababu watu wakituona lazima waongee. Ukute kwa mfano labda nitolee mfano. Ukute mtu hana upendo, yani hana upendo. Hajaokoka, hajapata bado neema ya kuokoka. Bahati mbaya nisemee labda anatamani kuwa na mahusiano lakini bado hajapata hiyo neema. Hana chembe ya wema ndani yake. Ni mtu aliyezoea kuwa umbea tu vibarazani. Unahisi ataongea nini akituona? Tuje kwa mwingine. Pastor Member anasemaga kilichomjaa mtu ndicho kimtokacho. Unaona? Yaani mtu atakachokiongea ni kwa sababu yeye ndo alivyo ndani. Nitolee mfano mwingine. Kwani kuna watu wengine unaona kwenye comment wanatuongelea vizuri tu. Let's say mtu ameokoka, maisha yake yote yuko dedicated kwa Mungu, ni mtu mwema. Anaweza sio mtumishi wa Mungu yote, lakini ni mtu mwema, ni mtu mzuri tu, unielewa. Hapendi kuwasema watu vibaya, hapendi, ndivyo alivyo. Hana ubaya ndani yake. Unahisi anatuongelea nini? Ndio wale wanaotuongelea vizuri. Kuna comment ile tuliona babe, kama unakumbuka. Kuna mtu aliuliza, kwani hao wanaojua hivi wana nini? Ndio. Unakumbuka comment? Alafu kuna mwingine akamjibu pale akasema ni Yesu aliye ndani yao ndo kitu cha tofauti walichonacho. Umeona watu walivyo tofauti, yani kwenye hizo comment mbili. Kwa sasa ndo jamii tulionayo. Mimi ninachomomba Mungu, naomba Mungu atusaidie na kwa namna nyingi anazozijua, ikiwemo kupitia mahusiano yetu. Watu wajue kwamba Mungu yupo. Love is there. True love still exists. Kuna mtu alisema kila comment. Alisemaje baby? Kuna mtu alisema wanaume kama Elia wameisha, Alona ndo amemaliza. Unaona? Asa unaona umeongea hivyo. Mimi baby tunakumbuka nilikusimuliaga. Mimi kipindi naanza mahusiano na wewe nilikwambiaga. Nikwambia mimi nilikuwa najua wanawake kama wewe walishaisha. Kwa kila mtu ana experience yake, yani ana vitu vyake kwa mazingira yake alivyoviona. Pana conclusion zake. Eliza, kuna ule mchango wa kujengea sanamu. Naomba ukusanywe kwa namba yangu.
Naomba ukusanye kwa namba yangu. Kwa hiyo that's it. Kwa hiyo kiniuliza mimi kwa nini watu wanasema hivyo wanavyosema. Kwa hiyo kiwalisia hujafuata pesa zangu. Nipe. Nipe hizo pesa zako. Ila mwanaume. Ila tungekuwa tunawajibu watu. Ungekuwa unaoni kwenye comment unawaambia, "Haya sasa. Hizi hapa account number. Hizi hapa nimepewa." Ningekuwa naambia kweli bwana amenipa hizi hapa. People are that way, baby. So mara lakini baby. Au ndao uniuliza kitu na wewe. Na unataka uniulize kama nimefuata pesa zangu? Bwana, pesa zangu. Nitakuwa naziwekea security. Nitawajibu watu bali niwaambie mwenzenu anasema yeye na vyote alivyo navyo ni vyangu. Yaani na isingekuwa hiyo ni Biblia. Bisha. Na isingekuwa hiyo ni Biblia. Ndio ushaokoka sasa. Ndio ushaokoka. Ili zuri baby, listen. Hiyo sio kikaratasi changu kweli? Ni cheupe. Cheupe. Ni kitu gani unatamani watu wajue kuhusu mimi na hujawahi kukisema sehemu yoyote? Unatamani ulimwengu ujue kwamba unafuja. Okay? Nidhani ndo umejibu. Unataka nifanyaje? Kitu ambacho huyu kijana anacho na huenda sijawahi kukisema sehemu nyingine yoyote. Lakini naomba hata ambacho nimekisema jamani. Rudia anakuwa anaelewa. Sana ambacho hujawahi kusema. Mwenyewe natamani kukijua. Huyu kijana ana wivu. Yaani huyu kijana anaweza akaona wivu hata kwenye game ninayocheza. Yaani kwenye simu nacheza game, yeye akaona wivu. Yaani kijana ana wivu. Sio, nadhani to the maximum kwa mbele. Dada wewe. Kijana ana wivu. Yani wivu wako. Dada. Yaani wivu wake sijui hata ni upime na nini. Ila kijana ana wivu mpaka mwisho. Yaani nadhani sijui ndo hapo, yaani kama na hapo kuna kiwango kingine cha kuongezea. Tuseme basi ni ulivyowahi kuvisema. Afu sio wivu, yaani mimi ni kwa sababu tunakuwa nakutakia mema. Usio unacheza game sana. Sio nini? Hivi ni game tu. Yaani yeye hata kwa mfano ulienda washroom au kusema, ukirudi lazima uanze kupetipeti kijana amenuna eti alibaki peke yake. Jamani. Ila wabena utaniua. Nimemaliza, nimekujibu. Nipe ahadi ya upendo wako kwangu ambayo itadumu daima milele. Kabla ya kiapo cha ndoa. Ambayo itadumu daima milele. Ambayo itadumu daima milele. Niko hapa naisikiliza. Asa hapo baby. Na asitaki unidanganye. Mimi ni Mungu. Wewe sio Mungu, lakini hapo kwa unataka kunipanga. Hapo na msipange, lakini for sure if we were meant to live forever. Tatizo mbinguni hamna kuoa wala kuoana. Hamna kuoa wala kuoana. Hamna kuoa wala kuoana. Mbinguni? Mbinguni hamna hizo kesi. Ila kama issue ya marriage ingekuwa ni issue ya milele. Niko hapa na kusikiliza. I would never get tired. I would ask for a renewal like every day. Every day feels like a very brand new day with you. Watu wanasema hiyo mstari mashairi, una mashairi. Kijana. Watu wanasema nina mashairi. Eti una mashairi. Wewe unaona mimi na mashairi? Baby mimi nakwambia ukweli, wewe unaona mimi namfanya mashairi. Hivi, hebu niambie. Unaona mimi ni mtunga sana. Hivi niambie, Tosa ulikuwaga unaimba poetry. Hiyo. Baby sikiliza mimi nikwambia ukweli wangu. Nipo hapa nakusikia. Kwa Mungu waga kuna bahati nzuri wala bahati mbaya. Najua. Lakini bado mimi naona nimebahatika. Yaani nahisi kuna namna Mungu ameniangalia
akanihurumia, akaamua kunipa mtu bora kuliko ambaye alinipangia mwanzo. Kwa nahisi kama Mungu amebadilisha hapo katikati. Kwa sababu when I look at myself, I don't see myself deserving you. I'm telling you. Hii mpya sijai kusikia. What's umetaka ukweli? Niambie vizuri ndugu yangu. I really don't see myself deserving such a good woman as you. Kind-hearted like you, and I'm just not worth it. They say every coin has two sides. Every person has two sides. Mimi bahati mbaya au nzuri, wewe unajua almost every part of my life. Wewe unajua. Sasa looking at those chapters of my life, naona nilikuwa nastahili nipewe kitu chenye thamani ndogo kuliko wewe. Yani, when you came into my life, you came to prove to me that it is true kwamba Mungu ni wa neema na rehema. Yani nikaona kabisa kwamba Mungu amenihurumia. Amekupendelea. Unaelewa msikii? It's like I don't know how to say this. Say it, I'm here listening to you. Niko hapa nakusikiliza. Yani ni kama nimepewa nafasi ya kuishi upya. So vile nina kiu ya kupenda, nina kiu ya kufanyia wema, nina kiu ya kukupa furaha, ni kana kwamba nimepewa nafasi ya pili kwenye maisha. So I love you, babe, and I will always do. And this is what I promise you. You'll never regret being my woman. You will never regret choosing to be mine. You will never regret loving me. Never will you regret, never will you cry just because you're my girl. You will be the happiest woman alive. Kama kuna sababu itakayokuwa inakufanya umtukuze Mungu, mimi nitakuwa sababu ya kwanza. I will make sure you see God himself. That's my promise. And it will always be so. Always. Kamati ya utekelezaji niko hapa nasubiri. Kuona. Niko hapa nasubiri. Utekelezaji sio wako. Si ndo nasema kamati ya observation. Yeah, maybe that. You just keep observing. Thank you. Keep observing. People will come to ask you, what are you doing? Why does he love you so much? They'll come to ask you. Afu mimi nitajibu. Ndio majibu kabisa. Mimi nakwambia mwanangu, subiri uone. Sawa. Wewe endelea tu kuwa hivyo ulivyo. Bibi. Hivyo. Kwa nini nikoje? Unakaa uchawi fulani hivi. Usinigombanisha na roho bwana. Tafadhali. Unakaa uchawi kako fulani hivi. Usinigombanisha kabisa. Yaani unakaa namna kako, unakalimbo atakako fulani hivi unafanya. Vipi nikaongeza kidogo? Ushawahi kulogwa na ukafurahia kulogwa? Ndo hali nilionayo. Kwa vipi nikaongeza kidogo? Wewe una huruma. Wewe mtu ushafikia hatua hii bado unataka kunifanya. I like this. Baby, gonna do anything? Simekuja vizuri. Yeah. Thank you. You like that? Thank you very much, baby. Unajua sio kila kitu kinaweza kuwekwa kwenye maneno. Language is insufficient.
lugha huwaga haitoshi kwenye baadhi ya maeneo. Ndio maana hadi kwenye maombi kuna lugha ya mbinguni. Unajua kwa nini watu wananenaga kwa lugha? Kwa sababu lugha zetu hazitoshi kwenye baadhi ya mambo. So kuna vitu I may not be able to tell you, but trust me. Just keep observing. You'll see everything. Kwenye hiyo kamati mimi ndo naniliu mwenyekiti. Uzuri unajiweza na hivyo unavaa na miwani. Kwa tena maambili. Yeah, utakuwa unaona dagodao. Nini kufanya uone mimi ni mtu sahihi kwako? Naongeza la kwangu hapa. As your man. Ndugu yangu. Nini kimekufanya uone mimi ni mtu sahihi kwako? As your man. What did you see? Tena baby uniambie, ulikuwa unachunguza nini wewe kwa mwanaume? Ulikuwa unataka uone nini na nini? Yule mwanaume wako wa kichwani kwako. Mimi ni mwanaume mfupi, mweusi. Hauna hela. Na sina hela. Umekuja kufuata hela zangu. Moreover, nimekuja kufuata hela zako. Alafu wewe wewe ndo unajiona umepata. Yaani kwa wale watu wanao commentigi vile huenda wanakuonea huruma. Umeelewa? Alafu wewe unajiona umejipata. Sasa ulikuwa unaangalia nini kwanza? Kwenye swala mimi naangalia nini? Kwanza ni kucorrect. Naomba my man. Ni kucorrect. Kwamba sijawahi kuwa na mwanaume wangu kichwani. Sijawahi. Kwa hiyo unataka kuniambia. Yaani hiyo sijawahi kumiliki. Hiyo unataka kuniambia ni tofauti na wadada. Labda. Sio unajua wewe mwenyewe ulikunikuta. Basi. Sio unajua mwanangu Najua kabisa ulikunikuta. Kwenye hiyo case mimi nadhani natafuta maneno ambayo nitaweka ninajaribu nipange nipange kuwa na mwanaume wa aina fulani. Yaani sijui kumpanga sijui awe mrefu, awe na misuli, awe mweupe. Umeona umesema awe mfupi mweusi au na hela. Awe na hela. Kwa nilivyofuatilia nimegundua wanaume wenye sifa hizo tunalipa. Ndio kikao chenu kinasema hivyo, wanaume wafupi mweusi. Ukishakuwa hivyo tutafuta hela. Kitu cha kwanza, wewe sio mweusi. Shaka. Sio mweusi? Wewe ni mweusi? Baby mimi nani mweusi? Nitakuonesha wanaume weusi. Nitakuonesha wanaume weusi. Mimi nilipata wapi? Okay? Nitakuonesha wanaume weusi. Sasa unasema mweusi, alafu nitakusimamisha naye alafu uone. Wewe ni mweusi. Kitu cha kwanza ni hofu yako ya Mungu. Wewe mwanangu unampenda Mungu. Yaani wewe unampenda, yaani dedication yako kwa Mungu, yaani namna ambavyo umejitoa kumpenda Mungu. Yaani kwa mfano ingekuwa sijui kwamba Mungu ndio wa kwanza alafu nafuata mimi. Ningekuwa nadai haki yangu. Kwa hiyo unajua kama nampenda Mungu. Hiyo najua kabisa. Yaani najua kabisa na niko kwa sababu wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba mimi nampenda Bwana wetu. Sasa lazima. Kwa hiyo kama ingekuwa ni kuna namna nyingine, yani najua kabisa kwamba naweza kumovercome. Love baby, mbona unywe juice? Unataka mimi nionekanaje? Kunywa. Maswali yako ni magumu mazito sana. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni hofu ya Mungu leo nayo. Unajua kwenye maisha ukipata mfanyakazi mwenye hofu ya Mungu, ukipata mwalimu mwenye hofu ya Mungu, ukipata mume au mke mwenye hofu ya Mungu, ukipata mtu yoyote ambaye yuko karibu na wewe, rafiki mwenye hofu ya Mungu, kuna namna ambayo unategemea maisha yako yanaenda kuwa. Yaani ukipata rafiki mwenye hofu ya Mungu 100% au 99% atakuongoza kwenye ile hofu alionayo, kwa sababu iko ndo kilichomjaa ndani yake. Ukipata rafiki ambaye hana hofu ya Mungu, atakuongoza au uenda labda nguvu yako ikawa kubwa kuliko ya kwake, ndo wewe unaweza kumvuta kwako. Lakini kama hana hofu ya Mungu, maana yake ni kwamba wewe huwezi kumcontrol tena, uenda yeye anaweza
kucontrol kwenye hofu ambayo anayo. Na duniani kuna nguvu mbili tu ambazo zinatuongoza, either giza au nuru. Kwa hiyo mimi nilikuwa najua kabisa kupata mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu, maana yake ni kwamba atafata ambacho anatakikana kukifanya kuhusu mimi. Biblia inamwagiza mwanaume kunipenda. Inamwagiza mwanaume kuishi na mimi kwa akili. Kwa hiyo najua kabisa kwamba my man akishakuwa na kumpenda Mungu na kumjua Mungu na kutafuta kuona uso wa Mungu na kudedicate muda wake kwa ajili ya Mungu, kufanya mambo yake kwa ajili ya Mungu, yani kufanya kila kitu kumpendeza Mungu, najua tu hata namna ya kunipenda atanipenda ili ampendeze Mungu. Wewe, that sounds sweet. Yani najua nikwambie, hebu sikiliza hiki kitu. Ni kwamba mwanaume anafanya namna, au sijui rafiki au mtu ambaye unaye mwenye hofu ya Mungu anafanya chochote, yani either kukupenda au kukuonesha upendo, au ili mradi ampendeze Mungu, sio kupendeze mwana. It's feel good. Alafu watu wananiambia mimi nimefuata pesa kwa watu unajua wako serious. Wewe hizo pesa utanionyesha. Nafuata hiyo video. Baada ya kipindi naomba hizo pesa unipeleke. Kwa hiyo hofu ya Mungu ndio ilini guide. So you really saw that? Kwamba unajifanya uonekane? Uliza. Lakini ongeza kidogo. Ongeza mafuta. Nenda kwa Pastor Miamba nini ukapate mafuta. Utaweza? Tupo hapa. Utaweza? Sawa. Kilikuwa hicho tu? Yani unajua ndani ya Mungu kuna upendo. Ndani ya Mungu unapata yani full package. Yani hofu ya Mungu. Mambo ya handsome hutumii kabisa hivyo vinywaji. Mwanangu ulivyokuwa handsome. Yani Staki chukua. Unaanza kunijaza. Sikiliza, sitaki sasa kwa nini unalazimishia? Sawa, lakini uongo sitaki. Unajua ngoja nikwambie kitu. Sitaki kukutendesha dhambi. Ngoja nikwambie kitu. Unajua kwa namna ambavyo tunasema Mungu kwenye maandiko inatuambia kwamba mti unaozaa ndio unasafishwa ili uzidi kuzaa sana. Ndio. Kwa mwanangu unasafisha. Kwa nini nalazimisha sasa sijamaliza kujibu? Mimi nakuko unanipanga. Sikupangi, unasafisha. Anasema kwamba utakuwa kama mwelezi wa Lebanoni. Yani mti wako umepandwa kwenye kando ya kijito cha maji. Kijito cha maji kinachotiririsha maji yake. Ndugu yangu lazima unawili namna hii. Kumtumikia Mungu kuna raha sana. Watakushukuru baadaye. Si ndio maana nasema mimi nakaa uchawi kangu. Hamna chochote, hamna tena njokuoga ndugu yangu. Haya sawa. Mbona nitishie? Tulia kidogo. Naomba nijue ni changamoto gani kubwa. So baby wait. Who taught you that? Who taught you what to look in a man? Hapa kama mafuta ya baba Miamba. Ndio mchungaji anayeniongoza kila siku. Kadri unavyozidi kusikia, unavyozidi kusoma neno, ndio unapata taarifa za Mungu. Kwa sababu ukifuatilia watu wote waliomjua Mungu vizuri, wameishi vizuri sana. Yani waliokaa vizuri na Mungu, wameishi vizuri sana. Kwa kumsikiliza mtumishi wake, kufuata maelekezo, kufuata namna ambavyo anakuguide, it's help. Lakini akwambia kwamba mwanaume unatakiwa kuangalia hiki na hiki. Wewe tu unajikuta huko ndani kwa sababu ya ile roho ambayo unafundishwa kila siku, kwa sababu neno la Kristo ni roho. Neno la Mungu ni roho. Kwa hiyo linavyoingia kwako unajikuta tu unakuwa guided. Yani ufanye kipi, uache kipi. Kwa hiyo ufanye kipi, uache kipi. Ndio inakusaidia kujua ni nini ufanye, ni wapi utumie nini, na ni nini kinachofaa kwa wakati gani. You know why ninakwambia kwamba I feel like Mungu amekuja kunionyesha kwamba yeye ni Mungu wa neema na rehema. Back in time, marafiki zangu wote nilokuaga nao wa kike, watu wa karibu nilikuwa nao, I used to spend time
kushare now that knowledge. Kwamba when you're choosing a man, you gotta be very careful. Kwa sababu as a woman, naonaga mwanamke ndio yuko delicate. I've told you that nadhani. Naonaga mwanamke ndio yuko kwenye position ya hatari kuliko mwanaume. Kwa nikaga nawaambia washikaji zangu, rafiki zangu, like when you're choosing a man, you have to be very careful with the type of a man you're choosing, kwa sababu maadamu sisi ni Wakristo, for as long as you're a woman, you are literally choosing a king for yourself. Unajichagulia mtawala wako. The Bible tells us kwenye kitabu cha Mwanzo, mwanaume atakutawala wewe kama. Kwa unapochagua mtu kukutawala, maana yake ndio atakuwa mtu mwenye say juu yako, mtu ambaye anakuamrisha na kukuamuru cha kufanya na ana haki ya kufanya hivyo. Kwa ni vema kujichagulia mtu ambaye una uhakika atakuamrisha kwa jambo lililo sahihi. Una asilimia nyingi kwamba atakuongoza kwenye njia iliyo sahihi, atakutawala kwenye utawala wenye upendo. I used to tell that people, but when you are my friend, I never told you this. Ulikuwa utaki mimi nijifunze. Ona sasa. Mpaka uanze kupitia nipitie nianze kujifunza mwenyewe huko. You seemed like you knew it. Bwana, sawa, endelea. Soma umefanikiwa nini sasa? Ulivyokuwa unanifundisha, ulifanikiwa nini? I love. Acha nikuulize maswali yako. Usinifanye hapa nianze kuona maswali haya nikusamee. Siwezi. I love you. I love you more, sweetheart. Ni changamoto gani kubwa unayopitia katika mahusiano yetu mpaka sasa? Kwa kweli mimi nikisema nina changamoto nitakuwa mwongo. In my dad's voice. Which daddy? Kwa sauti ya mchungaji wangu Pastor Miamba. Kwa kweli nikisema nina changamoto nitakuwa mwongo. Kwenye mahusiano wamesema? Au wamesema kwenye maisha? Kwenye Mbona kama unatafuta sehemu ya kupumulia hivi? Tulisema kwenye mahusiano yetu mpaka sasa. Mahusiano sina changamoto. Wewe kaka, utaki sasa. Kwani vipi unaponunaga yani ni kwamba tu ni moods yani unajisikia yani uone. Unajisikia kama juzi umerudi eti umekaa hataki kunyanyuka. Naambia nyanyuka basi. Amekaa tu. Eti amenuna. Ni nuna nini? So umenuna eti utaki uende umechoka eti na safari. Sasa uko ndo kununa. Hiyo ndo changamoto ya mahusiano. Sasa unajinunishaga nini? Wapi nilivyojinunisha? Hiyo juzi kununa. Uko sio kununa. Uko ni kufanyaje? Kununa gani? Sasa nimechoka. Yaani mwenzio anakuja na kufurahia wewe umenuna. Sikukufurahia wewe. Wewe nimekuletea hadi maembe. Wewe mwanangu umekuwa. Unabisha. Ukienda safari siku unaweza maembe. Barabarani. Badilika. Mambo yabadilika. Kwa hiyo mimi bwana ukiniuliza changamoto. Namshukuru sana Mungu kwesi. Sina changamoto. Sasa mimi nina changamoto gani? Vitu vingine niwe nina shukrani. Yenye umepewa kwa neema na rehema. Nina mwanamke mzuri, sawa? Msikivu, ana heshima na adabu hadi za nanio, hadi za watoto wangu. Sawa? She respects me, she values me, she loves me. Tumewamesema kwenye mahusiano. Ndo mambo yale kwenye mahusiano, sawa? Na mwanamke ambaye nikimwambia tunaenda huku, nikimwambia tunafanya hiki, tunaenda zetu church. Hasa ananiombea tena, ananiombea mimi na familia yangu. Wewe ulishawahi kusikia mimi nakuombea? Bisha. Ndio. Haya, mimi na changamoto gani? Mimi nikisema na changamoto ni changamoto utasema nini? Sina changamoto yote na sitegemei. Baada ya hapa inabidi uende kanisani ukatoe sadaka ya shukrani. Wewe mtu gani kwenye mahusiano una changamoto? Na bado mpaka sasa hujamshukuru Mungu. Sina, mimi namshukuru Mungu kila siku. Si hasa leo nimeanza kusema namshukuru sana Mungu. Yaani namshukuru kweli. Ninatoa every day na nitaendelea kutoa. Yaani hizi nitatoa kweli. Kwa sababu sina, yani kweli sina changamoto. Sijawahi ona changamoto. Vitu ambavyo kuna muda nilikuwa naviona hivi nasema kwa mfano hao watu walikuwa tulivyoanza kupita kwenye mitandao. Nikawa naona watu wanavyoongea nikadhani kwa misa hapo kwa akili yangu. Nikasema hapa huenda kwa sababu unajua hamna kitu chenye nguvu kama public. Public ina nguvu sana, ndio maana
hata watu wa siasa wanasemaga never underestimate the power of a common man. Nini. Kwa sababu public kama public ina nguvu yenyewe. Unakuja unaongelea issue ya media, ni kitu kingine kilichoinuka chenye nguvu kweli kweli. Sasa kama haya yote yanayoendelea hata kwenye media, sisi kwetu ndo vigindani, ndo muda wetu wa kufurahi yani. Ila wewe ni jeuri. Kwa hiyo watu wenzao wanakukomentia mambo ya ajabu, wewe unacheka tu. Sasa angalia. Baby, wewe ni shahidi. Mwanzoni ulikuwa unapata shida kidogo na watu walivyokuwa wanatuongelea negative. Ulikuwa unapata shida. Tuanzie hapo kwenye shida. Shida ulikuwa unapata shida sio kwa sababu yako, unapata shida kwa sababu unanionea mimi huruma. Unaona? Nani anataka kuuliza swali? Nilipokuja tulia, tukompole wewe. Nilipokuja kukufundisha kwamba vitu havitakiwi kutupa shida. Tushia. Nilikuja kukufundisha kwamba vitu havitakiwi kutupa shida. Binti wa watu ulivyo mrembo, mwenyewe mzuri mwilini hadi akilini. Una akili za shuleni hadi nyumbani. Ukananio, ukakubali, ukaelewa, ukabadilika hapo havikusumbui tena. Sasa tunapata ladha. Sasa mimi na changamoto gani? Hata ungekuwa wewe mimi. Sawa mkaka, usikuwa na changamoto kwa sisi. Na sina kweli. Naitoa wapi changamoto? Utaitoa wapi? Umejipata. Na shida gani mimi? Na nimefuata hela. Mbona unasisitizia hapo? Na shida gani mimi? Yaani maana yake hapo nina kila kitu. Nina kila kitu. Ni jambo gani unadhani tunaendana na jambo gani hatuendani? Jambo tunaloendana. Yaani ningeulizwa mimi hapo. Jibu wewe. Ungekuwa na list hapo? Mimi list yangu ninayo hapo. Mambo ambayo tunaendana. Mimi na wewe kijana. Nadhani kama sio yote. Kama sio yote ambayo tunaendana. Sio yote. Basi ni machache sana ambayo hatuendani. Hiyo sawa labda. Kwa sababu yani huyu mshikaji ni msiri sana. Alafu na mimi nimekutana na mimi ni msiri sana. Kwa kila mtu ni msiri. Alafu sasa kila mtu anaweza kuwa open kwa mwenzie. Yani sisi ni wasiri kwa watu wengine ambao tuko nao huko. Yani ukia before atujawa kwenye mahusiano, ilikuwa kila mtu ana rafiki zake na kila mtu ni rafiki wa mwenzie. Kwa hiyo ikawa yeye ana shida zake huko, hawezi kuongea na mtu yoyote, yeye ndo guide ya watu wote. Yeye ndo anaweza kuhold matatizo ya watu wote. Alafu yeye matatizo yake hana mtu wa kumwambia. Lakini ni mtu ambaye anaweza akawa hawezi kuongea na mtu yoyote, lakini akaja kwangu akaongea yote ambayo yanamkuta. Ukao unajisikiaje kwa mfano? Ukao unajikuta wewe ni nani yani kwa mfano? Yani ushay vile ambavyo mimi nimetoka huko nimenuna, nimekasirika, afu ndo wewe peke yako unaweza kuongea na wewe. Unajisikiaje vile unavyonikumbatia kwenye calm down. That's feeling. Kwa hiyo hivyo namna ambavyo tuna solve mambo yetu, perspective zetu, mitazamo, namna ya judgment zetu zinavyokuwa, mambo mengi ambayo tunajikuta yani hata kama tunatofautiana, tunaweza tukawa tunatofautiana kwa sehemu ndogo, yani kwenye 100% ya kitu tunaweza tukawa tunatofautiana kwa 10% au 5. Tena 10 ni nyingi sana. Tunaweza tukawa tunatofautiana kwa 5 mpaka 2. Yani kuto kuelewana kabisa, yani kwamba yeye anawaza hii juice imechanganywa na maji na asali, na mimi nikasema hii juice imechanganywa na maji na sukari. Haiwezekani. Yani tutakuwa hapo kwenye asali, huenda imezidi kidogo au imepungua kidogo, tutabishania hapo. Lakini yote asali. Yote ni asali. Hatuwezi kuwa na kitu tofauti. Na uambie kabisa watu kwamba wewe ni mbishi. Hapo kwenye hiyo kona tumekutana sasa. Yani mbishi Pro Max, mimi ni mbishi. Kwa hiyo sasa Pro Max yani anajitahidi akiwa anabishana na wewe. Yani mimi bebi wangu,
Ukienda kwake ukamwambia baby ulikunywa ukabakisha juisi nusu, yani umuoneshe hiyo juisi nusu iko wapi. Usipomuonesha hiyo juisi nusu, anaweza akakubishia wewe mpaka ukajiona wewe ni mdhambi. Niambie hapo uone. Anaweza kukwambia hii nguo haina mistari. Hii nguo yake haina mistari, ni nyeupe play. Kama una hii nguo, basi umeshashindwa hiyo kesi. Atakubishia mpaka utaamini yani kwamba mimi nilikosea, huenda nilikosea kuona, naomba unisamee. Gavo Media, pamoja hatua kwa hatua.